Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia ibara ya 63 ibara ndogo ya 3 che ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kifungu cha pili 6 kifungu kidogo cha pili b cha sheria ya Tume ya Taifa ya Mipango sura ya 127 na kanuni ya 113 fasi ya kwanza na ya pili ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako likae kama kamati ya mipango ili kupokea, kujadili na kushauri kuhusu mpango elekezo wa maendeleo muda mrefu mwaka 2026-27 hadi 2050-51, mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2026-27 hadi 2030-31 na mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026-27. Nianze na shukrani na pongezi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nianze kwa kutoa shukrani na pongezi. Kwanza, namshukuru Mungu kwa kutujalia neema ya uhai, afya njema, amani na utulivu na kutupa fursa ya kukutana katika bunge hili la 13 na mkutano huu wa pili. Pili, nampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuchaguliwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hivyo kupata tena heshima na imani ya Watanzania kuweza kuongoza taifa letu kwa kipindi kingine cha miaka mitano ijayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tatu, nampongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa imani aliyopata kushika nafasi hiyo ya pili kwa ukubwa nchini. Nne, ninampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa tena kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Tano, nampongeza Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa Iramba Magharibi mkoani Singida, kwa kuteuliwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, sita, ninamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniteua tena kuwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Ninamwahidi bidii na weledi katika kazi na utifu kwake binafsi, kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa Chama cha Mapinduzi na kwa Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, saba, ninawapongeza waheshimiwa mawaziri wenzangu na naibu mawaziri kwa heshima na imani kubwa aliyopata ya kuteuliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kushika nafasi zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, namba 8, nampongeza sana Mheshimiwa Musa Azan Zungu kwa kwanza jina lake kupendekezwa na kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, lakini pili, kuchaguliwa kwa kishindo kuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 9, aidha nampongeza pia Mheshimiwa Daniel Baron Silo kwa kuchaguliwa kuwa naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha nawapongeza wenyeviti wote wa Bunge na wenyeviti wa kamati mbalimbali za kudumu za Bunge waliochaguliwa kutuongoza katika bunge hili la 13. Tuna imani kubwa kuwa mtaliongoza bunge hili la 13 kwa busara, haki na weledi mkubwa, ili kuliwezesha kuendelea kuwa muhimili imara wa demokrasia, uwajibikaji na utawala wa sheria nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, 10, nawapongeza waheshimiwa wabunge wote kwa kuchaguliwa na wananchi na kupewa dhamana kubwa ya kuwakilisha Watanzania katika bunge lao na kutupatia fursa ya kutunga sheria na kuishauri na kuisimamia serikali ipasavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, namba 11, ninayo heshima kubwa na ya kipekee sana kuwashukuru wananchi wa jimbo la Ubungo jijini Dar es Salaam kwa kunipa heshima ya kuwakilisha tena hapa bungeni. Aidha, nakishukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa kunipa heshima ya kugombea tena katika jimbo la Ubungo. Ninawaahidi wananchi wa Ubungo na Chama cha Mapinduzi utumishi wenye bidii, weledi, heshima na utiifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, 12, naomba nihitimishe shukurani na pongezi kwa kuwashukuru walimu wote walionifundisha na kunilea kuanzia elimu ya msingi hadi chuo kikuu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa leo wamewakilishwa na Mwalimu Saidi Swaleh Magema, yupo hapa. Yule Mheshimiwa Mwenyekiti, Mwalimu Magema ni mwalimu mstaafu aliyenifundisha shule ya msingi Mgera iliyopo kata ya Mtoa, wilaya ya Iramba. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwalimu huyu alinifundisha darasa la kwanza na baadaye somo la Kiingereza darasa la 3.
mwaka 1983, miaka 43 iliyopita. Aidha, Mwalimu Magema ndiye aliyeniletea habari za mie kuchaguliwa kujiunga na elimu ya sekondari mwezi Disemba mwaka 1987. Nikiwa nyumbani sina habari yoyote ya kuchaguliwa kuingia sekondari. Mwalimu Magema, kwa niaba wenzako wote waliotufundisha na kunilea na kuwafundisha kwa leo wabunge hawa, asanteni sana, Mungu awabariki. Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa muda wa takribani miaka miwili kati ya Aprili 2023 na Julai 2025, Tanzania iliingia katika mchakato wa kuandika dira mpya ya taifa ya maendeleo. Hatua hii ilifuatia kukamilika kwa kipindi cha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2025 na maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuandaa dira mpya. Mchakato wa kuandika dira ya taifa ulikamilika Julai mwaka 2025 na dira mpya ilizinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 17 Julai 2025 baada ya kuidhinishwa na Bunge lako tukufu. Dira hii itatekelezwa katika kipindi cha miaka 25 mwaka 2026-27 hadi 2050-51 na inajulikana rasmi kama Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, yani Dira 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo kuu au mwelekeo wa Dira 2050 ni kuwa na taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Malengo mahususi manne ya dira ni uchumi, nchi kuwa na uchumi wa kipato cha kati ngazi ya juu ulio mseto, himilivu, jumuishi na shindani, maisha bora na ustawi kwa wote, taifa linalohifadhi na kutumia rasilimali za asili kwa ufanisi, uendelevu na tija, linalostahimili mabadiliko ya tabia nchi, na jamii yenye umahiri na ujuzi wa kutumia teknolojia za kidijitali katika kuchochea ubunifu na kuongeza ushindani wa kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama sehemu ya maandalizi ya utekelezaji wa Dira 2050, serikali imeandaa nyenzo 3 muhimu ambazo naziwasilisha leo hapa bungeni. Nyenzo hizi ni: ya kwanza ni mpango elekezo wa maendeleo ya muda mrefu, yani Long Term Perspective Plan LTPP, itakayotekelezwa kuanzia mwaka 2026-2027 hadi 2050-51, ambao ni nyenzo ya kimkakati itakayoongoza mipango yetu kwa kipindi cha miaka 25. Nyenzo ya pili ni mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5, yani Fourth Five-Year Development Plan FIDP4, utakaotekelezwa kuanzia 2026-27 hadi 2030-31, ambao unatafsiri kwa mapana mpango elekezo wa maendeleo ya taifa wa muda mrefu na dira ya taifa katika kipindi cha muda wa miaka 5 ya kwanza. Na nyenzo ya tatu ni mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka Annual Development Plan ya mwaka 2026-27, ambao unatafsiri maeneo ya kipaumbele ya mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa, na ambao ndio itakuwa nyenzo ya bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa niwasilishe nyenzo ya kwanza ambao ni mpango elekezo wa maendeleo wa muda mrefu Long Term Perspective Plan ya 2026-27 hadi 2050-51. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania ina historia ndefu ya kuandaa mipango ya maendeleo. Mpango elekezo wa maendeleo wa muda mrefu wa kwanza uliandaliwa mwaka 1964 ukiwa ni wa kipindi cha miaka 16, yani 1964 mpaka 1980. Mpango huu ulipangwa kutekelezwa kupitia mipango ya muda wa kati mitatu: 1964 mpaka 69, 69 mpaka 74 na 75 mpaka 1980. Hata hivyo, mipango hii haikutekelezwa kikamilifu kutokana na changamoto za kiuchumi zilizokumba dunia na nchi yetu, ikiwemo ukame na hali mbaya ya hewa, kuharibika kwa soko la mafuta duniani na vita kati ya Tanzania na Kagera ya mwaka 1978-79. Kutokana na changamoto hizi, utekelezwaji wa mpango elekezi ulisitishwa rasmi mwaka 1976. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 1981 serikali iliandaa mpango elekezo wa maendeleo muda mrefu wa pili wa miaka 20, 1981 mpaka 2000. Mpango ulipangwa kutekelezwa kupitia mipango ya muda wa kati minne. Hata hivyo, mpango huu nao haukutekelezwa kikamilifu kutokana na majanga ya kiuchumi yanayoendelea kuikumba dunia na nchi yetu katika miaka ya 70 na miaka ya 80, hali iliyolazimisha nchi yetu kujielekeza kutekeleza mipango ya muda mfupi na ya dharura. Katika kipindi hiki, mipango ya muda mfupi na ya dharura iliyotekelezwa
ni pamoja na programu ya kitaifa ya kujihami kiuchumi, yani National Economic Survival Program iliyotekelezwa mwaka 1981-82, programu za kurekebisha uchumi, yani Structural Adjustment Programs zilizotekelezwa mwaka 1983 mpaka 85, na programu za kufufua uchumi, yani Economic Recovery Programs ambazo zilitekelezwa kati ya mwaka 1986 hadi 1995. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na maelezo ya hapo juu, Tanzania haikuwahi kutekeleza kikamilifu mpango wa maendeleo wa muda mrefu hadi mwaka 2000 ilipozindua dira ya kwanza ya taifa ya maendeleo, yani dira 2025. Hata hivyo, dira hii haikuanza kutekelezwa mapema kutokana na kutokuandaliwa kwa mpango elekezi wa muda mrefu wa maendeleo ambao ulipaswa kutafsiri maono na matarajio yaliyomo katika dira hiyo. Hali hii ilitokana na masharti ya taasisi za kifedha za IMF na World Bank ya kuitaka Tanzania kuandaa na kutekeleza mpango maalum wa kupunguza umaskini, yani mkukuta, ikiwa ni sehemu ya kukidhi masharti ya kukidhi vigezo yaliyowekwa kwa nchi maskini kusamehe madeni chini ya mpango maalum wa nchi maskini zenye madeni makubwa, yani heavily indebted poor countries, HIPC. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2010 serikali ilifanya tathmini ya utekelezaji wa dira 2025 na kubaini kuwa dira hiyo ilikuwa haijaanza kutekelezwa kikamilifu kama ilivyotarajiwa kutokana na kukosekana kwa mpango elekezi wa kuongoza utekelezaji wake. Kufuatia tathmini hiyo, serikali iliandaa mpango elekezi wa maendeleo ya muda mrefu wa kwanza, First Long Term Perspective Plan, wa miaka 15 2011-12 hadi 2025-26 ulioandaliwa kwa ajili ya kuongoza utekelezaji wa dira kwa miaka 15 iliyokuwa imebaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivyo basi hii ni mara ya kwanza kwa nchi yetu kuandaa dira na mpango elekezi kwa wakati mmoja. Hii inamaanisha kuwa hatuna sababu ya kuchelewa kuanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050, kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, nyenzo zote tunazo. Mpango wa muda mrefu tunao, mpango wa muda kati tunao, na tutakuwa na mpango wa mwaka mmoja. Kwa hivyo tunataka kuchukua nafasi kumshukuru sana na kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi na maelekezo yake. Ndiye rais wa kwanza kuandaa dira na mpango elekezi wa muda mrefu na mpango wa miaka 5 kwa pamoja. Nyenzo hizi tunazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango elekezi wa miaka 15 ambao nimeeleza ulitekelezwa kupitia mipango ya muda wa kati wa miaka mitatu ambayo tunaita FIDP. FIDP ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2011-12 mpaka 2015-16, ukiwa na dhima ya kufungua fursa fiche za ukuaji wa uchumi, yani Unleashing Tanzania's Latent Growth Potential. FIDP ya pili ilikuwa ni mwaka 2016-17 hadi 2020-21, ikiwa na dhima ya kukuza uchumi wa viwanda na maendeleo ya watu, yani Nurturing Industrialization for Economic Transformation and Human Development. Na FIDP ya tatu tulitekeleza, ambao ndio tunamaliza nayo, ni 2021-22 hadi 2025-26, iliyokuwa na dhima ya kujenga uchumi shindani na viwanda kwa maendeleo ya watu, yani Realizing Competitiveness and Industrialization for Human Development. Mheshimiwa Mwenyekiti, huu ndio mpango ambao tunamaliza nao na utekelezaji wake unaisha rasmi tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka huu wa mwaka 2026 ili kutoa nafasi kwa mpango mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, tathmini iliyofanywa je, utekelezaji wa mpango elekezi wa muda mrefu wa miaka 15 ambao nimeeleza ulionyesha mafanikio mbalimbali. Niyataje machache tu mawili. Mafanikio haya ni pamoja na kukua kwa pato la taifa kwa wastani wa 6.2 kwa miaka 20 mfululizo kati ya mwaka 2002 na mwaka 2024, ikionyesha kwamba uchumi wetu ulikuwa na ustahimilivu wa hali ya juu. Nataka nitaje fanikio la pili ni kuongezeka kwa wastani wa pato la mtu mmoja kutoka dola za Marekani 453 mwaka 2000 hadi kufikia dola 1271 mwaka 2024. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepiga hatua kubwa katika miaka hiyo 20. Pato la taifa
la mtu mmoja kwa nchi yetu dola 453, leo tunazungumzia 1271. Na kwa kweli projections za IMF zinaonyesha kwamba uchumi wetu kwa mwaka huu utakuwa umekuwa kufikia dola za Kimarekani bilioni 95. Hiyo itatupeleka kwenye per capita ya dola za Kimarekani 1415. Kwa kazi kubwa imefanyika, lakini ukitaka kusisitiza hilo ni kwamba mwaka 2000 Tanzania kuitafuta ilikuwa uende kuitafuta miongoni mwa nchi maskini zaidi duniani 10. Leo hii Tanzania unaitafuta kwenye miongoni mwa nchi zenye uchumi mkubwa 10 katika Afrika hii. Kwa hiyo kutoka chini kule 10 kwenda huku juu 10. Kazi kubwa imefanyika katika miaka hiyo 20 iliyopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla hali ya ubora wa maisha iliimarika zaidi katika kipindi cha utekelezaji wa LTPP 2025, na hii inathibitishwa na kuongezeka kwa wastani wa umri wa kuishi kwa Mtanzania. Mwaka 2000 Mtanzania alikuwa anaishi kwa wastani wa umri wa miaka 51. Mwaka 2022 tuliongezeka na kuanza kuishi kwa wastani wa umri wa miaka 66. Tafiti zinaonyesha kwamba ilipofika mwaka jana wastani wa kuishi kwa Mtanzania ni miaka 68.3. Kwa hii inaonyesha kwamba hali ya ubora wa maisha inaongezeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja ya mafanikio yaliyopatikana, tathmini ya utekelezaji wa dira 2025 na LTPP yake ilibainisha changamoto kadhaa zilizosababisha kutokufikiwa kikamilifu kwa malengo yaliyowekwa. Changamoto hizi ni pamoja na tija ndogo ya uzalishaji katika kilimo, kasi ndogo ya ukuaji wa sekta ya uzalishaji viwandani, kasi ndogo ya urasimishaji wa sekta isiyo rasmi na upungufu na udhaifu wa rasilimali watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, dira 2050 inalenga kuendeleza mafanikio yaliyopatikana na kuweka msingi wa kushughulikia changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa dira iliyopita, pamoja na kuibua fursa mpya zitakazoisukuma mbele zaidi nchi yetu katika maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii kuelekea mwaka 2050. Mwelekeo wa jumla wa mpango elekezi wa mwaka 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango elekezi umeainisha malengo mahususi na afua kwa kuzingatia shabaha na vipaumbele vilivyobainishwa katika dira 2050. Kwa kuzingatia kasi kubwa ya ongezeko la watu nchini na athari zake katika upatikanaji wa ardhi, huduma za jamii na miundombinu, na kwa kuzingatia haja ya kuharakisha mageuzi ya kiuchumi na kukuza uwekezaji nchini, mpango elekezi umeweka mkazo maalum katika mambo 6 yafuatayo. Kwanza, upangaji miji endelevu na unaozingatia utunzaji wa mazingira. Pili, ushirikiaji mpana katika kupanga mipango ya maendeleo. 3, kupanua na kuongeza ubora wa huduma za jamii. 4, kuongeza tija katika kilimo, uzalishaji viwandani na utoaji wa huduma kwa kuongeza kasi ya matumizi ya teknolojia ikiwemo matumizi ya dijitali, ubunifu na uongezaji thamani mazao mbalimbali. 5, kuweka mazingira rafiki na yanayotabirika ya kufanya biashara na uwekezaji ili kuvutia mitaji kutoka sekta binafsi ya ndani na nje ya nchi. Na 6, kufanya mageuzi katika mfumo wa utawala na mabadiliko ya utamaduni na mitazamo. Excuse me. Falsafa ya maendeleo ambayo tunakwenda nayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, msingi wa mpango elekezi na dira ya taifa ya maendeleo inalenga kujenga taifa jumuishi lenye ustawi kwa wote, lenye haki na linalojitegemea. Katika kujenga taifa lenye ustawi kwa wote, dira inalenga kukuza pato la taifa na pato la mtu mmoja mmoja kwa kuzingatia usawa wa fursa kwa wote. Katika kujenga taifa linalojitegemea, dira inaelekeza kutumia rasilimali za taifa kimkakati na kuwa wabunifu katika kuvunja mnyororo wa utegemezi, huku tukizingatia na kutumia fursa za utengamano wa kikanda na kijumuiya ya kimataifa bila kujitenga na dunia. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kujenga taifa jumuishi, dira 2050 na mpango elekezi inaelekeza kuhakikisha fursa sawa kwa wote na kwa makundi yote bila kujali hali zao. Aidha, katika kujenga taifa lenye haki, dira 2050 inaelekeza kuzingatia utawala wa sheria, usawa mbele ya sheria na uwajibikaji katika muktadha wa demokrasia.
Kwa msingi huu, falsafa ya mpango elekezi imejikita katika maendeleo ya watu, yani people centered development. Mpango elekezi unazingatia njia mtambuka za uzalishaji, ikihusisha uwiano wa ushirikiano katika uwekezaji kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Fursa, shabaha na afua za mpango elekezi 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango elekezi 2050 umetambua kuwa nchi yetu ina fursa nyingi zinazotokana na jiografia na uwepo wa rasilimali za asili ambazo tukizitumia ipasavyo zitachangia sana katika kuharakisha kufikiwa kwa malengo ya dira 2050. Rasilimali hizi ni pamoja na: moja, uwepo wa uoto wa asili; pili, uwepo wa ardhi kubwa yenye rutuba inayosambaa nchi nzima na inayofaa kwa kila aina ya kilimo na kuzalisha malighafi kwa ajili ya ujenzi wa viwanda na ajenda ya uzalishaji viwandani; nne, uwepo wa wingi wa rasilimali za maji ikiwemo bahari, maziwa na mito inayoweza kutumika kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, uvuvi, nishati, usafirishaji na matumizi ya nyumbani; tano, jiografia nzuri ya nchi yetu inayotoa fursa ya kuifanya Tanzania kwa kitovu cha usafiri na usafirishaji katika ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika ya Kati. Zaidi ya asilimia ya nguvu kazi nchini ni vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 39. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliseme vizuri hili kwamba tumebarikiwa, tunao vijana wengi ambao nguvu kazi yao tukielekeza vizuri kupitia elimu bora, tuna nafasi nzuri sana kuitumia kwa ajili ya maendeleo. Huko duniani kwingine nchi zinakumbwa na hilo changamoto kubwa, sisi tunao nguvu kazi ya kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa niwasilishe mpango wa 4 baada ya kueleza mpango elekezi 2050. Sasa ninayo heshima ya kuwasilisha mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2026-27 hadi 2030-31. Utangulizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2021-22 hadi 2025-26 serikali imekuwa ikitekeleza mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, ikiwa ni mpango wa mwisho katika utekelezaji wa dira 2025. Muda wa utekelezaji wa mpango huu unakamilika rasmi tarehe 30 Juni mwaka 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imefanya tathmini ya awali, yani midterm evaluation ya utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo. Matokeo ya tathmini yanaonyesha kuwa mafanikio makubwa yamepatikana katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yafuatayo: mosi, kukua kwa pato halisi la taifa kutoka 4.9 mwaka 2021 hadi kufikia 5.5 mwaka 2024 na kufikia 5.9 mwaka 2025. Pili, kudhibiti mfumuko wa bei kuwa chini ya 5%, kuwepo kwa akiba ya fedha za kigeni inayotosheleza kuagiza bidhaa kutoka nje ya nchi kwa muda wa miezi 4 au zaidi, kupanuka na kuimarika kwa miundombinu ya usafiri na usafirishaji, kuongezeka kwa uzalishaji wa nishati kutoka megawati 1606 mwaka 2020-2021 hadi kufikia megawati 4031 mwaka 2024-2025, kuongezeka kwa kiwango cha utoshelevu wa chakula kufikia 128 mwaka 2024-2025 kutoka 124 mwaka 2021-2021, na kupanuka kwa huduma za jamii ikiwemo afya, elimu, maji safi na kinga ya jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano ambao nawasilisha hapa ni mpango wa kwanza katika kuanza kutekeleza dira 2050 na mpango wa 4 tangu nchi yetu iliporejea katika utaratibu wa kuandaa mipango ya muda wa kati ya miaka mitano mwaka 2010-11. Mpango huu unalenga kuendeleza mafanikio yanayopatikana na kutatua changamoto zilizotokeza katika utekelezaji wa mpango wa 3 pamoja na kutumia fursa mpya katika kuleta mageuzi katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, maandalizi ya mpango huu yalikuwa shirikishi na yalizingatia misingi na ushahidi wa kisayansi katika kutambua na kuainisha vipaumbele vya maendeleo ambayo tumevibainisha. Katika muktadha huu, nataka kuchukua nafasi hii kuishukuru sana kamati ya kudumu ya Bunge ya Bajeti inayoongozwa na Mheshimiwa mwenyekiti wake Mheshimiwa Mashinda Ndaki, mbunge wa Maswa Magharibi, na wajumbe wote wa kamati kwa maoni na ushauri wao waliotoa wakati wa vikao vingi vya kamati ambavyo tulikutana nao. Kamati hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, imesheheni wajumbe wenye weledi
umahiri na uzoefu mkubwa katika masuala ya uchumi, fedha na maendeleo, na imetushauri vizuri sana na kutopata maoni ya msingi katika kukamilisha mpango wetu. Napenda kuhakikisha kuwa maoni na ushauri wa kamati hii umezingatiwa kikamilifu katika maandalizi ya mpango huu ambao unawasilisha. Dhima na malengo ya mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano. Mheshimiwa Mwenyekiti, dhima ya mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2026-2027 2030 ni mageuzi kwa ajili ya ukuaji wa uchumi jumuishi na uzalishaji wa ajira. Naomba nirudie hiyo. Dhima ni mageuzi kwa ajili ya ukuaji wa uchumi na uzalishaji wa ajira. Hii inamaanisha kwa mwenyekiti, mafanikio yetu yatapimwa sio tu kwa kuzingatia ukuaji wa uchumi kitarakimu. Nataka kuyapima mafanikio yetu kwa kuzingatia ni kiasi gani ukuaji huo unazalisha ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kufikia dhima ya mpango huu, mambo 10 yafuatayo yatapewa kipaumbele na msukumo wa kipekee. Jambo la kwanza, kuchochea uzalishaji wa ajira kwa vijana kwa kuzingatia kama nilivyosema kuwa asilimia kubwa ya nguvu kazi yetu ni vijana walio katika umri wa miaka 15 mpaka 39. Ili kuweza kuvuna kikamilifu nguvu ya ujana wao, ile inaitwa demographic dividend katika kilimo, uzalishaji na huduma. Pili, kuhakikisha kuwa kunakuwa na ukuaji wa uchumi uliotulivu, jumuishi na endelevu. Tatu, kuimarisha utawala bora, demokrasia, usalama na utulivu katika nchi. 4, kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kuimarisha uwezo wa serikali kuhudumia wananchi. 5, kukuza na kuimarisha maendeleo ya rasilimali watu na maendeleo ya jamii. 6, kukuza uwezo wa Tanzania katika kufikia masoko ya kikanda na kimataifa kwa kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa njia ya barabara, reli, anga na maji. 7, kuimarisha miundombinu ya mawasiliano na teknolojia ya habari na matumizi ya teknolojia za kisasa kama vile akili mnembe. 8, kuimarisha uwezo wa nchi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na 9, kuendelea kulinda na kuimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa. Na 10, kuweka msukumo wa kipekee katika maendeleo vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango umebaini na kuainisha vichocheo 5 vya mageuzi, yani drivers of transformation kama ifuatavyo. Chocheo cha kwanza, nishati, na tunalenga kupanua upatikanaji wa nishati kwa nishati yenye bei nafuu ya kuaminika na endelevu ili kuchochea mageuzi ya viwanda na mageuzi ya kiuchumi kwa ujumla. Pili, logistics jumuishi, tuwekezaji katika miundombinu ya usafiri na muunganiko wa kikanda ili kuimarisha ushindani wa kibiashara. 3, sayansi, teknolojia na ubunifu, kukuza utafiti, uvumbuzi na matumizi ya teknolojia mpya kwa kuongeza uzalishaji wa mseto wa sekta. 4, ni mageuzi ya kidijitali, kuendeleza miundombinu ya tehama, huduma za mtandao na mifumo ya data kwa utawala bora na uboreshaji wa uchumi. Na 5, ni mazingira ya biashara na uwekezaji na uendelezaji wa uwekezaji, kuboresha mifumo ya kisheria na kukuza ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma ili kuvutia uwekezaji na kuchochea ujasiriamali hususan miongoni mwa vijana na wanawake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuhakikisha utekelezaji wenye mafanikio, mpango umebainisha maeneo 4 katika kuimarisha misingi ya utawala bora, amani, usalama na utulivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla wake, shabaha kuu katika mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2026-2027 hadi 2030-2031 ni kukuza pato la halisi la taifa kwa asilimia 10.5 ifikapo mwaka 2031. Pili, kuongeza pato la taifa bila kuzingatia mfumuko wa bei kufikia wastani wa dola za Kimarekani bilioni 118.1 ifikapo mwaka 2031. Na 3, kukuza pato la mtu mmoja kufikia dola 1638 ifikapo mwaka 2031. Program za kielelezo, yani flagship programs.
Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuharakisha mageuzi makubwa ya kiuchumi, kuimarisha ushindani na kuzalisha ajira kwa wingi, mpango wa 4 umebainisha na kuainisha programu ya kielelezo 7 na miradi shikizi 45. Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge lako itakumbuka kwamba mpango uliopita ambao unamalizika muda wake mwezi Juni mwaka huu ulikuwa na kitu kinaitwa miradi ya kielelezo 17. Safari tumebadilisha, tunakuja kitu kinaitwa program za kielelezo ambazo ndani yake kunakuwa na miradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, program za kielelezo hizi zimechaguliwa kwa kuzingatia uwezo na nafasi yake katika kuongeza mosi, kasi ya uzalishaji viwandani, kupanua na kuboresha huduma, kuongeza mauzo ya bidhaa zetu nje ya nchi, na uwezo na nafasi yake katika kutengeneza ajira kwa wingi. Aidha, programu zinatekelezwa katika maeneo mbalimbali na mikoa mbalimbali nchini ili kuhakikisha kuwa kunakuwa na uwiano wa maendeleo katika mikoa yote nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba basi nitaje programu hizi kama ifuatavyo. Ya kwanza ni mji wa ekolojia ya bahari na usafirishaji wa kimataifa wa Bagamoyo, yani Bagamoyo Eco Maritime City. Programu hii itakuwa na miradi shikizi 8 na waheshimiwa wabunge kwenye vitabu vyenu mtaviona. Programu ya pili ni kituo cha lamani cha chuma cha Liganga na Mchuchuma, yani Liganga Mchuchuma Integrated Iron and Steel Complex. Ndani yake kutakuwa na miradi shikizi 6. Ya tatu, programu ya gesi asilia ya kimiminika ya Lindi, yani Lindi Liquefied Natural Gas Program LNG. Ndani yake kutakuwa na miradi shikizi 3. 4, kitovu cha ubunifu wa teknolojia na madini muhimu ya kimkakati cha Dodoma, yani Dodoma Critical Minerals and Technology Innovation Hub. Ndani yake kutakuwa na miradi shikizi 8. 5, programu ya kitaifa ya umwagiliaji na mageuzi ya viwanda vya kilimo, yani National Irrigation and Agro-Industrial Transformation Program. Ndani yake kutakuwa na miradi shikizi 4. 6, kitovu mahiri cha viwanda na uchumi wa bluu katika ukanda wa maziwa makuu, yani Great Lakes Smart Industrial and Blue Economy Mega Hub, itakuwa na miradi shikizi 7. Na 7, programu shirikishi ya uendelezaji miji Tanzania, yani Tanzania Urban Growth Nexus. Ndani yake itakuwa na miradi shikizi 9. Kwa jumla programu za kielelezo 7, miradi shikizi ama anchor project zitakuwa 45 na zote zimesambaa nchi nzima katika Jamhuri hii ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kufikia matokeo tarajiwa katika mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5, jumla mpango huu una jumla ya malengo 79, shabaha 215 na afua yani interventions 737, na zote waheshimiwa wabunge tumeziweka kwenye vitabu, zinaonekana na zinaonyesha mpaka sekta gani inahusika. Nitazipitia chache kwa sababu zipo nyingi, nitazipitia chache kwa kila eneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani pamoja na hatua zingine, mpango unaelekeza kuchukua hatua zifuatazo. Kwanza, kuanzisha mfuko wa akiba wa taifa, yani National Sovereign Wealth Fund, ambao chanzo chake kikubwa kitatokana na sehemu ya mapato itokanayo na mali asili za taifa kama vile mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine. Lengo la mfuko huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba hizi ni rasilimali ambazo zinaisha. Kuna siku madini yataisha, gesi itaisha, dhahabu zitaisha. Tunaweka mfuko huu kwa lengo la kuweka akiba ili vizazi vijavyo pia vije vifaidike na rasilimali hizi za taifa. Wakija wakisikia tunawahi kuwa na dhahabu, waambiwe dhahabu ya akiba yake ni hii hapa, ili na wenyewe waweze kufaidi. Hatua ya pili ni kuongeza makusanyo ya kodi kufikia uwiano wa 18% ya pato la taifa, yani tax to GDP ratio. Hili pia ni shabaha kubwa. Kwa sasa tujafikia 13%. Tunataka ifika mwaka 2031
tusipungue 18% ya makusanyo ya kodi ili kujenga uwezo wa serikali kuhudumia wananchi wake. Tatu, tunataka kujenga uwezo wa kandarasi wa ndani ili kuongeza kiwango cha ushiriki wao katika miradi ya ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, utaona kwamba moja ya eneo kubwa katika mpango huu wa miaka mitano itakuwa ni eneo la construction. Pesa nyingi sana ya serikali na sekta binafsi itakwenda kwenye ujenzi. Ili tuweze kuchangamsha uchumi na kufaidika na fedha hii, lazima tujenge uwezo wa kandarasi wa ndani ili kazi za ujenzi waweze kuzifanya wao. Vinginevyo fedha nyingi itakwenda nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kujenga uwezo wa watu na kuchochea maendeleo ya jamii pamoja na hatua zingine, mpango umeelekeza kuchukua hatua zifuatazo. Mosi, kuwa na mfumo wa elimu na mafunzo jumuishi wa kujifunza unayoendana moja kwa moja na mitaji ya nchi, ukiwekeza katika maendeleo ya walimu na kuboresha mazingira ya ujifunzaji na zana za kidijitali na miundombinu ya kisasa. Kwa hiyo mkazo utawekwa sana kwenye maendeleo ya walimu, kwa sababu waheshimiwa wabunge, hakuna elimu bila walimu. Elimu ni walimu. Pili, kuoanisha upya mifumo ya elimu na mafunzo na mahitaji mahususi ya uchumi wa kisasa wa viwanda, hususan kwa kufanya mageuzi ya kimkakati katika TVET, yani vyuo vyetu vya ufundi, kuoanisha mitaala na viwango vya kimataifa na kujumuisha ujuzi wa kidijitali katika kila ngazi ili kuhakikisha uhalisia na ushindani wa kimataifa wa vijana wanaohitimu katika vyuo vyetu. Tatu, kukuza mfumo hai wa mazingira kwa ajili ya kampuni changa, yani startups na SMEs, sambamba na kuvutia kimkakati uwekezaji mkubwa unaozalisha ajira nyingi katika maeneo maalum ya kiuchumi na sekta muhimu. 4, kulenga kuwa kituo kinara cha utalii wa tiba ambacho kitaboresha ubora wa maisha ya Tanzania wote, lakini pia kitaweka sekta ya afya nchini kama injini muhimu ya maendeleo ya kitaifa na utambuzi wa kimataifa. 5, wastani wa umri wa kuishi kuongezeka kutoka miaka 68.3 mwaka 2024 hadi ufikie miaka 70.4 mwaka 2031, ikiwa ni kigezo kikuu cha ubora wa maisha kwa watu wetu. 6, uagizaji wa bidhaa na vifaa tiba kutoka nje kupungua kwa angalau 20% ifikapo mwaka 2031. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa nchi yetu inaagiza vifaa tiba na madawa kutoka nje kwa zaidi ya 80%. Tunataka hali hiyo ipungue. 7, kupunguza vifo vya wanawake wakati wa kujifungua kutoka 104 kati ya vizazi hai 100,000 mwaka 2024 hadi kufikia 85 ifika mwaka 2031. 8, kiwango cha wananchi waliounganishwa katika mtandao wa maji safi ya kunywa kufikia 60% ifika mwaka 2031. Sasa nieleze hili. Kwa sasa upatikanaji wa maji vijijini unaenda karibu 80%. Hatua inayofuata, tunataka angalau 60% ya wananchi wetu wapate maji pale alipo nyumbani kwake kwa njia ya kuunganishwa na mtandao. 9, 30% ya vijiji kuwa na mipango ya matumizi ya ardhi na 40% ya ardhi yote ya vijiji kuwa imesajiliwa, kupimwa na kupangwa ipasavyo ifika mwaka 2031. Na 10, kuanza utaratibu wa kufanya sensa ya watu na makazi kwa kutumia dashboard za wakati uliopo, yani real time dashboards, na hivyo kupata idadi ya watu na makazi kwa wakati husika baada ya kusubiri kila baada ya miaka 10. Kwa sasa tunafanya sensa kila baada ya miaka 10, maana yake sensa nyingine mwaka 2032. Kwa kuzingatia hatua kubwa za kiteknolojia, hatuna sababu, tunakuja na mpango wa kupata sensa kwa wakati ambao tunahitaji. Kama ni kila mwaka inapatikana bila kusubiri miaka 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuchochea mageuzi makubwa na ya haraka ya kiuchumi pamoja na mambo mengine, mpango umewekeza kuchukua hatua zifuatazo. Kwanza, kuimarisha upatikanaji kama nilivyosema wa umeme. Pili, kuendelea kuboresha na kuimarisha mazingira ya kufanya biashara na uwekezaji kwa kurahisisha urekebu, yani regulatory procedures. Katika kufikia hatua hii,
Pamoja na mambo mengine, serikali itaweka utaratibu wa kutenganisha malengo ya kimapato, yani revenue motive, na malengo ya kiregebu, yani regulatory mandates, ili kuhakikisha kuwa tozo zinalenga kuwezesha utendaji wa taasisi husika badala ya kulenga kuzalisha faida. Tunataka taasisi zetu ambazo zina rekebu biashara zikusanye tozo kwa lengo la kufanikisha utendaji na sio kuzalisha biashara, kuzalisha faida, ili kupunguza gharama ya kufanya biashara hapa nchini. 3, kuendelea kuimarisha sekta ya kilimo ili kubadilisha kutoka kilimo cha kujikimu kwenda kwa kilimo cha kibiashara kinachotumia teknolojia na kinacholenga kuongeza mauzo ya nje. 4, kuhakikisha umiliki salama wa ardhi kupitia mifumo ya kisasa ya kisheria na upangaji unaoongozwa na jamii. Na 5, kuifanya sekta ndogo ya ushirika kuwa ya kitaalamu, kujengea msingi wa imani na umahiri wa kibiashara unaowezesha biashara za pamoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha utawala bora, demokrasia, usalama tulivu katika nchi kama msingi mama wa kufikia kwa malengo ya dira, Mheshimiwa Mwenyekiti, dira imeweka kwamba utawala bora, demokrasia, usalama, amani na utulivu ndio msingi mkuu wa kutekeleza malengo haya. Ikiyumba hiyo, malengo yetu hatuwezi kuyakimia. Kwa hiyo katika kuimarisha hiyo, pamoja na mengine, mpango umeelekeza kuchukua hatua zifuatazo. Kwanza, kuziwezesha serikali za mitaa kama injini kuu ya maendeleo kwa kuzijengea uwezo wa ndani na kuweka mifumo thabiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ukubwa wa nchi yetu hakuna namna ya kuweka maendeleo katika nchi kutokea Dodoma ama Dar es Salaam. Maendeleo makubwa yatapatikana kupitia mamlaka za serikali za mitaa ambapo wananchi wapo. Kwa lazima tuwekeze nguvu nyingi sana kwenye eneo hilo. Pili, kuisha mchakato wa mabadiliko ya katiba. 3, kuanzisha utaratibu wa kuajiri na kuteua watendaji wakuu na wajumbe wa bodi za mashirika ya umma kwa njia ya ushindani na upimaji unaozingatia matokeo. Naomba nisisitize hili kwamba wakuu wa mashirika ya umma na wajumbe wa bodi, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameidhinisha na kuelekeza kwamba sasa waanze kupatikana kwa njia ya ushindani ili kila Mtanzania awe na fursa ya kuweza kuapply. Nieleze Mheshimiwa Mwenyekiti juu ya ugharamiaji wa mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, gharama za utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 zinakadiriwa kuwa shilingi trilioni 477. Mpango uliopita miaka 5 gharama yake ilikuwa trilioni 144. Tunaongeza mara 4, trilioni 477. Hiki ni kiasi cha fedha kitakachohitajika kuelekezwa katika sekta za mageuzi na zitaelekezwa katika maeneo yafuatayo: usafiri fungamanishi, nishati na uchimbaji, viwanda na biashara, kilimo, tehama, mazingira na uhuru wa tabia nchi, huduma za kijamii na maendeleo ya watu, utawala na utumishi wa umma, pamoja na utafiti na maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, vyanzo vikuu vya rasilimali za kugharamia mpango huu ni viwili: sekta binafsi na sekta ya umma, kwa uwiano wa 70/30, ikimaanisha kwamba sekta binafsi inatarajiwa kuchangia 70% ya kupata hizi fedha trilioni 477 na sekta ya umma 30%. Hii inamaanisha kwamba lazima katika nchi hii, ili mipango hii itekelezeke, tuheshimu, tuilinde, tuitambue, tuijenge sekta binafsi. Sekta binafsi ndio itakuwa muhimili wa kutekeleza mipango hii ambayo tumewasilisha hapa, na tunatarajia kwamba kwa upande wa serikali kuu kupitia mipango ya kodi na mapato yasiyo ya kikodi itachangia trilioni 115 sawa na 22%. Mashirika ya umma yatachangia trilioni 38.22 sawa na 8%, na sekta binafsi itachangia trilioni
324.49 sawa na asilimia 70. Naomba nirudie, sekta binafsi ndiyo itakuwa engine ya kutekeleza mpango huu. Mwishowe kitu na nimalizie kwa kuwasilisha sehemu ya 3 ambao ni mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026-27 ambao ni mapendekezo. Mwishowe mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026-27 ni wa kwanza katika kutekeleza mpango wa 4 ambao nimeeleza, lakini pia ni wa kwanza kwenye kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo. Tumebaini maeneo 5 ya kimkakati katika mpango huu wa mwaka 2026-27. Eneo la kwanza ni kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani kwa kufanya mageuzi ya mifumo ya utendaji wa taasisi na kuimarisha utawala bora. Pili, kuimarisha uwezo wa watu na maendeleo ya kijamii ili kuwa na watu wenye ujuzi, afya na wanaoweza kuhimili mabadiliko. 3, kuimarisha miundombinu ya kidijitali, nishati na usafirishaji fungamanishi. 4, kuimarisha sekta zinazochochea uzalishaji, uongezaji thamani na ukuaji jumuishi. Na 4, kuimarisha uhifadhi wa mazingira na uwezo wa nchi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenendo wa hali ya uchumi atawasilisha baadaye Mheshimiwa Waziri wa Fedha katika wasilisho lake. Naomba sehemu hiyo niiruke. Nieleze sehemu ya mwisho, misingi ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, ufanisi wa utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026-27 utajengwa katika misingi ifuatayo. Kwanza, kuendelea kuwepo kwa demokrasia, amani, usalama na utulivu wa ndani wa nchi na katika nchi jirani inawezesha shughuli za kiuchumi na uwekezaji kustawi. Pili, kudumisha misingi ya utawala bora na utawala wa sheria ikiwa ni pamoja na uwajibikaji, uwazi na ufanisi katika matumizi ya rasilimali za umma. 3, kuendeleza kwa miundombinu ya nishati na usafiri na usafirishaji sambamba na matarajio ya dira 2050. 4, kuimarika kwa ubunifu na matumizi ya teknolojia. 5, utekelezaji wa mageuzi ya kitaasisi na kiutawala chini ya falsafa za 4R. Na 6, kuimarika kwa mazingira ya uwekezaji kupitia mashirikiano sekta binafsi na sekta ya umma, yani PPP. 7, kuendelea kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi na majanga ya asili na yasiyo asili ikiwemo ukame, mafuriko, vita, mlipuko wa magonjwa na misukosuko ya kiuchumi ya kimataifa kupitia mikakati ya kukabiliana na kupunguza athari hizo. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango huu wa 4 wa maendeleo ya taifa umehakisi kikamilifu na umezingatia maudhui ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Aidha, mpango huu umezingatia kikamilifu maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyotoa kupitia hotuba yake ya kufungua bunge la 13 na hotuba zingine ambazo ameshakwisha kuzitoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna shaka kwamba tumejiwekea malengo na matarajio makubwa katika dira 2050 na mipango ambayo nimewasilisha leo. Kazi kubwa tunayo sasa ni kutafsiri na kugeuza maono yaliyopo katika mipango hii kuwa vitendo. Pengine hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ndio kazi kubwa zaidi kuliko kupanga. Kutekeleza ndio kazi inayofuata. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati akizindua rasmi dira ya taifa ya maendeleo dira 2050 tarehe 17 Julai mwaka jana, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alieleza uzito na ukubwa wa malengo na matarajio tuliyojiwekea katika dira 2050, akisisitiza kuwa tunahitaji kujipanga kikamilifu katika utekelezaji wake. Aidha, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisisitiza umuhimu wa kubadili mtizamo katika utendaji na kwamba ili kufikia malengo tuliyojiwekea tunahitaji kufanya kazi kwa namna isiyo ya kawaida, yani business unusual. Tuache kufanya kazi kwa mazoea. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imejipanga kuimarisha mfumo wa usimamizi na ufuatiliaji wa utekelezaji wa programu ya miradi ya maendeleo itakayopitishwa na bunge lako tukufu. Tumeandaa mfumo wa ufuatiliaji na upimaji unaozingatia kupima matokeo na uwajibikaji, yani results based monitoring, evaluation, learning and accountability framework. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Mfumo mpya wa ufuatiliaji na upimaji umejengwa katika nguzo tatu ambazo ni kuainisha vipaumbele bayana na kwa uwazi kwa kila sekta, yani prioritization. Pili, nidhamu ya utekelezaji, discipline of implementation, na tatu, uwajibikaji, yani accountability. Katika kutekeleza mfumo huu, hatua 5 zifuatazo zitatekelezwa. Kwanza, kila sekta inayotekeleza programu ya miradi ya maendeleo itapaswa kuweka malengo na viashiria vya utekelezaji vinavyopimika pamoja na mikakati mbalimbali itakayofanyika kufikia malengo hayo. Pili, taarifa ya utekelezaji itawasilishwa kwa Tume ya Taifa ya Mipango kila mwezi. Tatu, mawaziri watawasilisha taarifa za utekelezaji kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kila baada ya miezi mitatu. Nne, Tume ya Taifa ya Mipango itatoa taarifa ya utekelezaji wa programu miradi ya maendeleo kwa umma kila mwaka kupitia tukio la wazi chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tano, kwa kuzingatia kifungu cha 7 cha sheria ya Tume ya Mipango 2023, tume itakuwa na mamlaka ya kuitisha vikao vya viongozi wa juu wanaosimamia utekelezaji wa programu miradi ya maendeleo kwa lengo la kuratibu uchambuzi wa changamoto za utekelezaji na kusukuma utekelezaji wa suluhu ya kukubalika ili kuondoa vikwazo vya utekelezaji, kuboresha uratibu na kupata taarifa kwa wakati mwafaka. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme hapa, napozungumzia Tume ya Taifa ya Mipango, tunapozungumzia mwenyekiti wake ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, napohitimisha hotuba hii, ninapenda kuwashukuru watumishi wenzangu wa Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, nikianza na kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Pius Steven Chaya, mbunge wa Manyoni, naibu waziri wa nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji. Lazima nikiri kwamba kijana huyu kutoka Manyoni ameteuliwa juzi, amekuwa nguzo muhimu sana ya kunisaidia katika utendaji wangu. Dr. Tausi Kida, katibu mkuu mahiri kabisa Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, ambaye anaunganisha vizuri sana taasisi kubwa 3: Ofisi ya Msajili wa Hazina, Tume ya Taifa ya Mipango pamoja na TISEZA. Yote mataasisi ni makubwa sana, bila kuwa na katibu mkuu imara inakuwa ni changamoto. Tunamshukuru sana Dr. Tausi Kida. Dr. Fredi Msemwa, katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango, ambaye anaongoza michakato yote hii ya kuandaa nyaraka hizi, kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakinipa katika kutekeleza majukumu ambayo tumekabidhiwa na Mheshimiwa Rais. Aidha, nawashukuru wataalamu wote wa Tume ya Taifa ya Mipango wakiongozwa na Dr. Musali Milanzi, naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango anayesimamia mipango ya kitaifa, na Bi Angela Shayo, mkurugenzi wa mipango ya kitaifa. Waheshimiwa wabunge, sisi tunasoma mambo haya, lakini hawa ndio waandaji wa madokumenti yote haya makubwa ambayo yanakuja hapa, na tunataka kuwashukuru sana kwa maandalizi mazuri ya nyaraka ambazo nimeziwasilisha leo hapa bungeni. Na kwa kweli watumishi wote wa Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na watumishi wote wa Tume ya Taifa ya Mipango kwa kazi nzuri wanayofanya. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo haya, sasa ninaomba kamati yako ipokee, ijadili na kushauri kuhusu: mosi, mpango elekezo wa muda mrefu 2026-27 hadi 2050-51; pili, mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 2027 hadi 2030-31 na mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante sana. Sio kutoa hoja, ni kuwasilisha. Mheshimiwa wabunge. Asante sana, narudia tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kuwasilisha. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo kwa taarifa hiyo. Sasa